John. Injili ya Yohana. Chapter 4. Sura ya 4. Book of John chapter 4. Verse 7. Kuanzia mstari wa 7. I'll read quite a long one because so that we can be in the picture nicely. Let's go in Jesus' name. Now, there cometh a woman of Samaria, that is verse 7, to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am I a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that says to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. The woman said unto him, sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob? Thou gave us the well, and drank thereof himself and his children and his cattle. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. The woman said unto him, sir, give me this water that I thirst not, neither cometh hither to draw. Jesus said unto her, go, call thy husband, and cometh hither. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and thou whom thou now hast is not thy husband, in that said thou truly. The woman said unto him, sir, I perceive thou art a prophet. At fathers worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when we shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship, ye know not what. Ye know what we worship, for salvation is for the Jews. But the hour cometh, now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For God seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Verse 25. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will teach us all things. Jesus said unto her, thus speaketh unto thee, I am he. May the Lord bless the leading of his word. Amen. Our Father and our God, we thank you. Lord, even this morning, O God, yes, that you speak to your word to us, O God. Yes, I pray that there shall be building of faith, even from one glory to the other, my God. Yes. That, Lord, you are going to deal with our hearts and our spirit, Lord, to be able to walk in faith in you. We thank you, bless your name. In Jesus' name we pray and believe. Amen. We can sit with a smile in our faces. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Nasema Bwana asifiwe. We can greet one another in Jesus' name. Salimiane katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. You can turn to the other neighbor who you are not greeted and just tell them, I appreciate you and thank you for sitting next to me. Amen. You are sitting next to a blessed person. Amen. Hallelujah. Amen. In the few moments that we have, kwa dakika chache ambazo tuko nazo, I want to speak to us nataka ninene nasi a powerful message that God has laid in my heart. Ujumbe wenye nguvu ambao Bwana ametupatia. That the layers that opposes faith in Christ in our hearts. Ya kwamba viungo ambavyo vinapinga imani katika or layers that worship that opposes the true worship in our lives. Viungo ambazo zinapinga kuabudu kwetu katika maisha. And as I speak about the layers, napoongea kuhusu hizi, I want you to think about an onion.
Nataka ukaangalie kitunguu. Onion has many layers. Kitunguu iko na viungo vingi. Before you reach the last place at the center, Kitapo uingie katika kiini chake, you will have dealt with so many layers that before you enter into the center. utashughulikia viungo zingi. As we speak about these layers, Tunapoongea kuhusu viungo hivi, I want you to think about when you are digging a well. nataka ukaangalie ukichimba kisima. When you are digging a hole on the ground, Unapochimba kisima katika ardhi, before you get to the waters, unapofikia maji, or before you get to the rock unapopiga katika mwamba that gives you the water, ambayo itatoa maji, you will have gone through so many layers of soil utakuwa umepitia viungo vingi sana katika and mchanga so many layers of rocks na viungo vingi katika before you mwamba. reach to where you are going. Kitambo ufike katika maji. Because you realize this, Kwa maana utatambua hivi, that when man sinned, wakati mwanadamu anatenda or dhambi, when man fell, ama mwanadamu akianguka, two things were created in the spirit of a man: mambo mawili yakatendeka katika ulimwengu wa rohoni. doubt and deception. Kukawa na shaka na uongo. In every man, Katika mwanadamu something yote was created: kuna kitu kiliumbika, doubt and deception. shaka na uongo. Doubt is when you have uncertainty in your faith. Shaka ni wakati ambapo hauna ukweli katika imani yako. When you know the truth about God, Unajua ukweli when you know the truth about what God can do, na kujua ukweli Mungu anaweza fanya nini, but you are still doubting, lakini uko na shaka is God still able to do ya this? kwamba Mungu anaweza fanya hivi, That is doubting. hiyo ni shaka. You know God is able to heal. Unajua kwamba Mungu anaweza You ponya, know God is able to na bless. unajua Mungu anaweza bariki, But there is still a doubt in your heart. lakini ndani yako kuna shaka. That is something that was implanted by the evil Hiyo one. ni jambo ambayo imepandwa na muovu. Another thing is deception. Jambo la pili ni uongo. When you know the truth Ukijua ukweli and you still believe another thing. na unaamini kitu kingine, When you know the truth about the word of God unajua ukweli kuhusu neno la Mungu and you are still believing something na else. unaamini kitu kingine, That is the basis hiyo ni msingi when the enemy ambao adui put around our spirit anakuwekea katika roho yako, the layers hiyo viungo, that even when the word of God want to penetrate, hata wakati ambapo neno la Bwana inabidi, when the sword of the word na upanga wa neno la Mungu want to penetrate to your spirit, inafaa ipenye katika roho yako, it is blocked by those layers inazuiwa na viungo hizo, and you are unable to receive na uwezi ukapokea the desired results. zile ya matokeo. If you can hear me, can you say amen? Kama unasikia sema amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Because it is important to know this. Kwa maana ni muhimu kujua hivi, The gospel is a spiritual work. ya kwamba injili ni jambo la kiroho, It's a spiritual thing. ni jambo la kiroho. Hallelujah. Amen. But these layers, Lakini viungo hizi, even when we are going to preach the word, hata wakati tunahubiri neno, these are layers hizi ni viungo that opposes ambazo people to zinapinga believe the word of watu God. kuamini neno la Mungu, And even some saints na watakatifu wengine also encourages ambao wanatia moyo these layers, na kuweka nguvu hizi this viungo thing hiding your spirit na kufunga roho yako from connecting to the spirit of God. kujiunganisha na roho ya Mungu. Because the conception of faith Kwa maana kuzaliwa kwake imani or conception of a miracle, ama kutolewa kwa it is miujiza when your spirit ni wakati ambapo is able roho to yako inaweza connect with the spirit of God, kujiunganisha na roho ya Mungu and then a miracle is born. na miujiza inazaliwa If pale. you can hear me, can you say a big amen? Kama unasikia useme amen. There is the joy of salvation Kuna furaha ya wokovu when we have the full knowledge tukiwa na ukweli wote or revelation of who Christ is ama ufunuo wa Yesu ni nani in our spirits. katika roho zetu. And I want to go straight to the first one. Nataka niende katika kiungo cha kwanza. The first layer Kiungo cha kwanza that men have, ambao mwanadamu ako when I nacho, say men, is men and women, nasema kuhusu mwanamume na mke, it is prejudices. ya kwamba ni kuamua mbele. No. Okay. Yeah. Prejudices. Amen. It can be tribal prejudices. Inaweza kuwa ni ya kikabila It can be racial prejudices. ama ya ukoo It can be ratio is rangi. ama rangi. Praise the Lord. Amen. It can be family prejudices. Ama kifamilia It can be classes, social classes. ama daraja.
Those are some of the things Hayo ni baadhi ya mambo that it's the first layer ambao ni kiungo cha kwanza, that the heart is blocked. ya kwamba roho inazuiwa. And that is why you see many people, Na unaona watu wengi sometimes who are blessed, wamebarikiwa, they don't see the need of believing God. hawaoni haja ya kuamini Mungu, They are prejudiced kwa maana kuna hiyo that we can still make it without God. ya kwamba tunaweza fanikiwa bila Mungu. Hallelujah. Amen. This is a spirit Hii ni roho that makes you believe inafanya uamini that probably my tribe ya kwamba kabila yangu or your tribe ama kabila yako or your possession in society ama nafasi yako katika is a jamii privileged possession. ya kwamba ni jambo ambalo ni ya And heshima. that is why Na unaona ya kwamba the Samaritan woman told Jesus, yule mwanamke Msamaria we akamwambia have Yesu no dealings with Jews. ya kwamba hatujangamani na Wayahudi. I am a Samaritan. Mimi ni Msamaria. I am a proud Samaritan. Mimi ni Msamaria mwenye kibali. Why are you speaking to me? Mbona unanena na mimi? And many a times, Na wakati mwingi those prejudices, mambo haya ya kujiona hivyo they make us, then they are, sometimes they are very deep, wakati mwingine ameingia ndani that we are not able to believe God. ya kwamba hatuwezi amini Mungu. And it is good to look at your life. Na ni vizuri kuangalia maisha Do yako I have a prejudice? ya kwamba je, unajiona hivyo? There is, do I have some superiority somewhere? Ya kwamba je, najiona nikiwa bora kuliko mwingine? That this superiority, Ya kwamba kujiona nikiwa bora kuliko it is mwingine making me not to believe God inasababisha nisione Mungu as I should. kama vile nafaa The woman kumwona. said, I am a Samaritan. Mwanamke akasema ya kwamba mimi ni There is Msamaria. no dealing with the Hakuna Jews. kujangamana na Wayahudi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. And I want to say this Niseme hivi with humbleness. ni kwa unyenyekevu. If your class or if your tribal feelings or if your class feelings, Kama vile unavyohisi katika daraja yako ama katika jamii, they are more strong than the bond of the blood of Jesus. ya kwamba kama iko na nguvu kuliko damu ya Yesu Kristo, That before any argument na baada ya kuhojiana or before you believe anything, ama badala ya kuamini chochote, that thing comes before. jambo hilo linakuja mbele. The Samaritan woman Mwanamke Msamaria wanted to break faith alikuwa anataka kupinga imani using tribal demarcations, kwa sababu ya mipaka using ya some utawala, class kwa sababu ya demarcation. daraja. And she thought it will work for her. Akadhania kwamba itafanya kazi kwake. And we need to see God Lazima tumuone Mungu beyond our narrow perception and prejudices. na tukaondoa mitazamo yetu ambayo, Because God kwa maana Mungu, is an all-inclusive God. kwa maana Mungu yeye amejaa kila In mahali. fact, when you look at the lineage of Jesus Christ, Ukiangalia ukoo wake Yesu Kristo, Jesus Christ is not a pure Jew. Yesu si Myahudi There were halisi. people like Lahab there. Kuna watu kama Rahabu There were people like Ruth in the na lineage. kuna akina Ruthi There were people who sometimes were not good, na watu wengine ambao hawakuwa wazuri like Judah. kama Yuda. Bwana asifiwe sana. Amen. It was mixture of all things. Ilikuwa imechanganyika. And therefore God, Kwa hivyo Mungu in his salvation agenda, na katika ajenda yake ya desired kuokoa, all people to know him. akawa anatamani ya watu wote Therefore wamjue. you may be here Kwa hivyo ungekuwa hapa and you have not received Jesus. au hujapokea Yesu, You need to remove those prejudices. ukaondoe mambo hayo ya kukuzuia. You may be here and you are saved Labda uko hapa na unasema and you are still in those cocoons, na umechanganywa na mambo yote, hiding yourself under those layers. ficha katika mambo hayo. You cannot be fulfilled in your salvation. Hauwezi ukatosheka katika wokovu wako. The Bible says in the book of Acts chapter 10, Na Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 10 verse 34 and 35, mstari wa 34 hadi Peter 35, said, Petro akasema, I perceive naona ya kwamba God Mungu does not discriminate. hana You upendeleo. can give us that hallelujah. And Peter opened his mouth Na Petro akafungua kinywa and chake said of na truth, akasema, kwa kweli I perceive that God nimeona ya kwamba Mungu is no respecter of persons. hana upendeleo wowote. Verse that 5. Mstari wa 35, But in every nation, na katika kila taifa, hebu nisome hapo. but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. In every nation, Katika kila taifa God is concerned about every nation. Mungu ana haja na kila And as taifa. Christians, we need to understand that. Na kama Wakristo inafaa tuelewe We should remove anything
ya kwamba tuondoe kila kitu that makes us to discriminate. ambayo inaleta ubaguzi. Even in your place of work, Hata mahali pako pa kazi don't discriminate people. usiwe na ubaguzi. God is God for all of us. Maana Mungu ni Mungu wa watu If you are an wote. employer, Kama wewe ni do mwajiri, not discriminate. usibague. God is God for all of us. Mungu ni Mungu wetu sisi God wote. does not look at persons. Mungu hatazami watu, He looks at the heart. anaangalia mioyo. He looks at the heart. Anaangalia You mioyo. need to deal with all those things. Tukashughulikie mambo hayo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Even in marriage, Hata katika ndoa, maybe your husband might be from somewhere else, labda mume wako ni wa kabila or ingine, your wife could be from somewhere ama else, mke wako ni wa kabila and ingine. because of your tribal prejudices, Kwa sababu ya hiyo mambo you ya are kabila, still in your line. wewe uko katika hiyo line ya, So you refuse God to move in your life unakataza Mungu kuendeleza maisha because of yako your prejudice. kwa sababu ya ubaguzi. You need to release yourself to God Lazima ujiachilie kwa and Mungu. tell God, Mwambie Mungu, let your will be done. mapenzi yako So yakafanyike. long it is your will, Kama ni mapenzi yako, let your will be done. na ikafanyike. The Samaritan woman Mwanamke Msamaria wanted to stand with her tribal basis. alikuwa anataka kusimama na msimamo wa ukabila. That is the first layer. Hiyo ni kiungo cha I kwanza. want to move very fast in Nataka Jesus' name. nikimbie haraka kwa sababu ya muda. Hallelujah. Amen. The other thing, Jambo the lingine, other layer is the carnal and spiritual understanding. ni mambo ya kimwili na kuelewa kwako kwa kiroho. She was telling Jesus, Alikuwa anaambia there Yesu, is nothing to draw. hakuna kitu cha kuteka maji. She was understanding the gospel Alikuwa anaelewa ya kwamba ujumbe with carnal mind, katika hali ya kimwili with fresh mind. na katika kimwili. And sometimes even in our journey of the salvation, Lakini wakati mwingine katika safari yetu ya there is wokovu, a time that the enemy comes kuna wakati ambapo adui anakuja and we start understanding things and arguing things of God na tunaanza kuelewa mambo na kuanza kuhojiana mambo ya Mungu on carnal basis. katika msingi wa kimwili. We misunderstand the gospel, Tunakataa kuelewa injili vizuri. trying to understand gospel with carnal basis. Tunaelewa injili katika njia ya kimwili. Because the woman was talking about the physical well, Kwa maana mwanamke alikuwa anaelewa kuhusu kisima but katika njia ya Jesus kimwili. was talking about a deeper thing. Lakini Yesu aliongea kuhusu kitu cha ndani sana. The woman was talking about physical waters, Lakini mwanamke alikuwa anaongea kuhusu but maji ya Jesus kawaida. was talking about deeper waters, Lakini Yesu aliongea kuhusu maji the ya kiroho. waters of the Spirit. Maji ya kiroho. Hallelujah. Amen. And this gospel can never be understood with carnality. Na ujumbe huu hauwezi kaeleweka And katika that is njia ya why kimwili. Jesus was saying, whoever drinks of that Na water, Yesu akasema ya kwamba yeyote they will atakayenywa thirst maji, again. ataona kiu tena. But whoever Lakini yule drinks of my water ambaye atakunywa maji will yangu not thirst again. hataona kiu tena. This is water beyond water. Hiyo ni maji ambayo imepita maji ya This is kawaida. the spiritual water. Ni maji ya kiroho. This is the contentment of the gospel. Hii ni kutosheka kwa When you receive the word of God, ukipokea you neno la get Bwana contentment. unatosheka. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. She was understanding. Alikuwa anaelewa. These things cannot be understood by flesh and blood. Mambo haya hawezi kueleweka kimwili. And that is why Jesus told Peter, Na Yesu akamwambia Petro that flesh and blood ya kwamba mwili na has damu not revealed this. sio ambayo imekuelezea Matthew hii. 16. Mathayo 16. Hallelujah. But the Father. Lakini Baba, Hallelujah. But this woman wanted to understand in the physical. lakini mwanamke huyu alikuwa anataka aelewe kimwili. Hallelujah. Deep things of God Mambo ya ndani ya Mungu are revealed by the Spirit of God. yanafunuliwa na Roho wa Mungu. Hallelujah. Amen. God himself is referred as to the deep. Mungu mwenyewe anaeleweka kama Mungu ambaye ameingia ndani. Deep. God is deep. Mungu ako ndani sana. And child of God, Mwana wa Mungu, it is important that you understand God is deep. ni vyema uelewe Mungu ya kwamba Mungu amezama ndani. We need to search him. Na ni vizuri We tumtafute. need to search him Na tumtafute in the spirit, katika roho, not physically. lakini si kimwili. Sometimes even the word of God. Wakati mwingine neno la Mungu, And I say all the time, na wakati wote when we try to understand it with carnality, tukielewa neno la Mungu kimwili, it will not become profitable. haitakuwa na faida katika But when maisha we yetu. mix it with the Holy Spirit, Kichanganya na Roho it Mtakatifu, becomes profitable to us. itakuwa ya faida kwetu. Hallelujah. Amen. Deep things. Mambo ya ndani kabisa. Hallelujah. Amen. The Father is deep. Baba yetu yumo ndani I kabisa. want to say this. Niseme hivi, This is the most dangerous layer. na jambo hii hatua ama kiungo hiki ni hatari sana. Because it makes a religion out of faith.
kwa maana inajitengenezea dini yake. It makes a misconception of the faith in God. Inaleta uongo katika imani ya Mungu. Because people will come to church, Kwa maana watu watakuja but kanisani, they are still religious. lakini bado watu wa dini. They say they know God, Wanasema wanajua Mungu, but there is a lot of issues. lakini kuna mambo mengi. This is a very dangerous layer, Na hii because kiungo, it is the foundation of all the religion. kiungo hiki ndio msingi wa dini zote. Hallelujah. Amen. All religion and all disagreements in religion. Dini zote na mahojiano yote iko katika kiungo hiki. Hallelujah. That is kind of as a spiritual understanding. The third layer, Kiungo cha tatu, is is personal sinful life. mwanadamu ambaye anatenda dhambi, Things that we hide. mambo ambayo tunaficha. Jesus asked this woman, Yesu akauliza mwanamke, where is your husband? mume wako yu wapi? Hallelujah. Amen. She was hiding. Alikuwa anaficha, She was behaving like she does not have a husband. alikuwa anajifanya kana And kwamba hana actually she mume, said, I don't have a husband. na akasema ya kwamba sina mume. And Jesus told Na her, Yesu akamwambia you have. ya kwamba uko naye You have been having 5. na uko na waume 5, And there is another one you have hidden, the 6th one. na kuna mwingine ambaye wa 6 ako nyumbani. Hallelujah. Amen. I don't know what the Spirit of God is telling you. Sijui roho wa Bwana anakuambia nini, You have 5. ya kwamba uko na 5, And even now, na hata sasa there is another one you are hiding. kuna mwingine ambaye umeficha. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. This is a layer Hii ni kiungo that makes us to continue hiding. ambayo inasababisha tuendelee kuficha, And it is until we remove it, na ni ule wakati tu that is when tutakapoondoa we begin to walk in freedom. tunaanza kutembea katika uhuru. This woman had no official husband, Mwanamke huyu hakuwa na mume rasmi, but she was already done with 5 and she had a 6th one. lakini alikuwa na 5 na mwingine wa 6 But nyumbani. thank God, Lakini nashukuru there Mungu, was a 7th man who came. kuna mume wa 7 ambaye alikuja. The 7th man who is Jesus. Saba akaja na yeye ni Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. I declare, may you meet with the 7th man. Natangaza ya kwamba ukakutana na wa 7. Hallelujah. Amen. All the 5 Wale wa 5 and the 6th one na wa 6 had not quenched the thirst. hawangeweza kumaliza kiu. But I want to introduce to you Nataka nitangulize the 7th man. mtu wa 7, The 7th man mume wa 7 will quench your thirst. ambaye atamaliza kiu, May you have an encounter na ukuje ukakutana with na the 7th man. huyu mume wa 7. The 7th man Mume wa 7 is Jesus Christ. yeye ni Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. When you encounter the 7th man, Ukakutana na mtu wa 7, praise the Lord, Amen. your life shall be changed. maisha yako yatabadilika. Desire this encounter. Ukikutana na yeye, Desire this encounter. amani kukutana You na may yeye. have met with all these men. Umekutana na waume wengi You have been hiding them. na umekuwa ukiwaficha. You have been hiding things. Umekuwa ukificha mambo, So long as people don't know, na kama watu hawajui, you say, unasema ya kwamba hiyo sijashikwa. That one, potelea bali. have not been found. Hallelujah. Amen. But I tell you, Niwaambie hivi, the 7th man, mume wa 7 he understands you. anaelewa, He understands your pain. anakuelewa, He understands where you are hiding. anajua He understands you. The 7th man, mtu wa 7 he has not come as other men. hajakuja kama He is waume not wengine. just another man. Hajakuja kama He is the Son of God. Ni mwana wa He is Mungu. the Son of God. Mwana wa He is Mungu. going to quench your thirst. Utamaliza kiu chako. Hallelujah. Amen. May you encounter with him. Ukakutana na yeye. May you encounter with him. Ukakutana na yeye. Praise the Lord. Amen. Remove any other layer. Ukaondoa kiungo chochote. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Because I knew Kwa sababu najua when Jesus started preaching to her, wakati Yesu alianza he kumhubiria said, you have known all my things. ya kwamba unajua mambo yangu wewe. And there are people even who come to church Na kuna watu wengine wanakuja and kanisani probably say, na wanasema somebody is preaching me. ya kwamba mtu ananihubiri Pastor has been kunihusu. preaching me. Mchungaji anahubiri kunihusu. Listen to me. Nisikize. I don't know Sijui what you are going through. mambo ambayo unapitia. Bwana asiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. But when the Spirit of God Lakini roho wa Bwana start to speak to you, it anapokunenea, is not that there is anything that has come to me, si kana kwamba kuna kitu but imenitukia, God is speaking to you. lakini Bwana anakunenea. God wants you to turn. Mungu anataka ubadilike, Turn to Him. ukamgeukie. No one is preaching you. Hakuna mtu anahubiri kukuhusu. No one is preaching you. Hakuna mtu ambaye anahubiri. God is speaking to you. Ni Mungu The anakunenea. Holy Spirit is warning you. Roho Mtakatifu anakuonya. Don't continue that way. Usiendelee katika hiyo njia. God wants your life Mungu anakutaka katika maisha to yako be changed.
maisha yako ibadilike. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Because you know, Kwa sababu unajua even in the church, hata katika kanisa it is good to preach about ni blessings. vizuri kuhubiri kuhusu baraka. And I love blessings. Na napendezwa na baraka. But it's good Lakini vizuri that we be people who eat also meat. tuwe watu ambao wanakula chakula. Like myself, Kama mimi. there was a time probably I used to depend on milk alone. Kuna wakati ambapo nilinywesha maziwa peke yake. But we need to go to a level Lakini tuende hatua nyingine. that the scriptures that rebuke you, Ya kwamba maandiko ambayo inatukemea you start blessing them. unaanza kuikumbatia. The scriptures that are bitter, Maandiko ambayo ni chungu you allow them to come. unaikubali kuje You eat them. na unaikula. They will sound bitter. Itakuwa But chungu, when they come to your stomach, lakini kiingia katika they tumbo will yako become sweeter. itakuwa nzuri Praise the sana. Lord. It is important to open our lives Ni muhimu sana kufungua maisha yetu so that we can eat the meat ili tukaweza kula chakula in the word of God. ya neno la Bwana. The next layer Kiungo kingine is the layer of religion background. ni historia ya kidini. Religious background. Historia ya kidini. Hallelujah. Amen. There are things that we learned Kuna mambo ambayo tulifundishwa in our former faiths. katika imani yetu ya I kale. don't know where you are, Sijui ulikuanga wapi. but there are things that we learn in those faiths. Kuna mambo ambayo tulifundishwa katika imani hizo. Maybe you are in the tradition or whatever. Maybe there are people even here I've talked to, they have a background of Muslim. Kuna wengine ambao wako na historia ya Kiislamu. Praise the Lord. Amen. We have come from all sorts. Tumetoka katika tabaka mbalimbali. Some of us here never also knew to go to church. Wengine wetu hatukwenda kanisani. So there is something that we learned about God Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo tulijifundisha in kuhusu our Mungu formative years. katika maisha yetu ya But kale. there are things that we learned Lakini kuna mambo ambayo tulifundishwa and they have become a layer. imekuwa kiungo They are well builded ya kwamba yametengenezwa vizuri in our spirit. katika roho But zetu, the word of God cannot penetrate ya kwamba neno la Mungu haliwezi kapenya because it's a layer. kwa sababu ni kiungo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There are things that we learn that we need to unlearn them. Kuna mambo ambayo tulifundishwa ni lazima ikaondoke ndani yetu. This woman was a religious Mwanamke woman. huyu alikuwa mtu wa kidini. She was very religious. Yeye alikuwa mtu wa kidini. She started preaching to Jesus. Akaanza kuhubiria Yesu You people, ya kwamba nyinyi Wayahudi you pray looking at Jerusalem. mnaomba mkitazama But Yerusalemu, as we pray in this mountain, lakini sisi wa Samaria tunatazama mlima huu. we don't have anything to do with you Sisi people. hatujangamani na nyinyi. Though she lived in sin, Hata kama kwamba aliishi katika dhambi, she was a religious yeye lady. alikuwa mtu wa dini. Hallelujah. Amen. She knew religion of Samaria. Alijua dini ya She had Kisamaria. even studied another religion. Alikuwa amesoma dini ya Kisamaria. Praise the Lord. Amen. Our religious background, Historia yetu ya kidini, what we learned, yale mambo ambayo tulifundishwa, can sometimes become a stubborn block. wakati mwingine itakuwa kizuizi. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. If you learn the church, somebody must get late Ya kwamba kama ulifundishwa kwamba mtu anaweza kuja kanisani kama amechelewa, so that you find people have already prayed and sang the first and the second song. ili ukuta watu wameiba na wamesifu nyimbo ya kwanza na ya pili. So you find every time Kwa hivyo unaona kila wakati you want to come late. unataka kuja kama You umechelewa. want to come late. Unataka kuja kama umechelewa. There is something about you Kuna kitu ndani yako that ikisemekana kanisa inaanza saa 2, lazima ukuje an hour after. ni lazima uchelewe. It's actually inbuilt. Hata sio kupenda. Imetungwa ndani yako. Actually hata huku umelala. You are just there. Ulikuwa tu pale. You learned it. Ulifundishwa hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. There's something we learn like that in the church. Tukafundishwa katika kanisa. You give the simplest note. Unatoa masalio ama ile noti ndogo sana kabisa. So in your 1,000 and 500s and all that, kama uko na hizo noti if 100 is the smallest, kama 100 ndio uko nayo ndogo kabisa, that is the one you give. hiyo ndio utatoa. If it is 50, that is what you give. Kama ni 50, hiyo ndio utatoa. Then you learned it Hiyo ulifundishwa. because you are told, Kwa maana uliwaambiwa, go behind the cupboard enda katika kabati and get that change. ukachukua hiyo masalio, Take it to church. upeleke kanisani. So you learned it. Kwa hivyo ukafundishwa hiyo. There are things that we need to unlearn. Kuna mambo ambayo Because unataka, even when we talk about tithe, ili tukiongea kuhusu zaka, there are layers that have become so a stronghold.
Kuna viungo ambavyo vimekuwa kama ngome. That no matter how you preach to somebody, Hata ukihubiri namna gani kwa they mtu, will never receive that gospel. hawatapokea injili They hiyo. will never. Hawatapokea Because it is a layer. kwa maana imekuwa kama ngome. Religious background that we have. Historia ya kidini ambayo tuko It's a nayo. layer. And Samaritan woman was raising it. Na mwanamke Msamaria akaweka hiyo ngome. Leave me alone. Akasema ya kwamba niache mwenyewe. I pray in the mountain. Naomba nikitazama mlimani. You are a Jew, continue to pray looking at Wewe ni Jerusalem. Myahudi, tazama Yerusalemu. And those are arguments that we find. Na hiyo ni mahojiano ambayo The tunaona. fifth layer Na kiungo cha 5 is religious arguments. ni mahojiano ya kidini. Religious arguments. Mahojiano ya kidini. She went ahead and said, Akaendelea na I akasema, know the Messiah will come najua ya kwamba Masihi anakuja and he will teach us all na things. atatufundisha mambo yote. Hallelujah. Amen. She knew there is a Messiah. Alijua ya kwamba kuna Masihi. And there are people who like religious arguments. Kuna watu ambao wanapenda mahojiano ya kidini Eschatology. na mambo yamezama ndani ya kiroho. Eschatology ni mambo ile itakuja. Mambo ambayo itatokea. Hallelujah. Amen. Issues to do with those eschatologies. Mambo ambayo yatatokea. What is it there? Ni nini iko pale? Is it the first or the second? Ama ni kiyama, ni siku ya kwanza ama ni ya pili? Oh, you find those are the things they detail in. Hayo ni mambo ambayo ni baadhi ya mambo ambayo And wanafundisha. this woman wanted to take Jesus to those arguments. Na huyu mwanamke alikuwa anataka kuhojiana na Yesu kuhusu mambo It is hayo. written that a Messiah will come. Ya kwamba imeandikwa ya kwamba Masihi atakuja. I don't know how about you, Na sijui unasema nini but wewe. there are people who like to argue, Lakini kuna watu ambao wanapenda mahojiano. not on many foundations. Si kwa sababu ya msingi mzuri. And discussing the word of God is good. Na kuongea neno la Mungu ni vizuri. But if your discussion is an issue of argument, Kama kuongea kwako italeta to mahojiano block the faith of God in ili God, kupinga imani ya Mungu, then that becomes a layer. hiyo inakuwa kiungo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. And I say many religions Dini are nyingi born out of these arguments. zinazaliwa kutokana na mahojiano hayo. And sometimes they are empty. Na wakati mwingine ni bure. They are empty. Haina kitu. It can come, why do the elders in your church don't sit here? Wataulizana ya kwamba kwa nini wazee wa kanisa hawakai pande hii? Why do they sit where they sit? Kwa nini wanakaa mahali ambapo Why wanakaa? not in front? Lakini sio And mbele. there are many religious, they look very spiritual, but they really don't have any foundation. Kuna mahojiano mengi sana ya kidini lakini haina msingi wowote. Those religious arguments, the woman also raised them. Mahojiano kama hayo yule mwanamke akainua. And he was told, whoever you are speaking to is he. Na akaambiwa ya kwamba yeye ambaye unanena naye ndiye. The final one, Na kiungo cha the mwisho, final layer, note these are 6 layers because of human number, human spirit. na kiungo cha 6 Hallelujah. It is family or generational pride. ni familia ama kiburi cha ukoo. Praise the Lord. Where you come from, Mahali ambapo umetoka. the family itself. Familia. Hallelujah. The family itself, Familia yenyewe it can block you. inaweza kuzuia, The family and generational issues na vizazi, mambo ya vizazi can block you inaweza kuzuia from having faith in God. kuwa na imani kwake Mungu. She was asking Jesus, Alikuwa anauliza Yesu are you greater ya kwamba wewe ni mkuu than our father Jacob, kuliko baba yetu who Yakobo dug this well ambaye alichimba kisima hiki and they drink from it na tunakunywa katika hiki with kisima his children? na watoto wake? Are you greater than him? Je, wewe ni mkuu kuliko yeye? That is the woman. Yule mwanamke, Praise the Lord. He was saying, if you don't know me, kama hunijui, I come from the Jacob lineage. mimi nimetoka katika kizazi cha Yakobo. I don't know about you. Mimi sijui wewe, I come from that lineage. nimetoka katika ukoo huu. There are people with a pride because of where they come from. Kuna watu ambao wako na kiburi Praise ama the Lord. fahari kwa sababu ya mahali ambapo wametoka. That's a different kind of a pride. Hiyo ni fahari ambayo That your family background ya makes you not to serve God as you should. kwamba kwa sababu ya historia ya familia yako hauwezi ukatumikia Mungu ipasavyo. The roots Mizizi of that family. ya hiyo familia. But I want to say this. Na niseme hivi, Jesus was able to answer her. Yesu akamjibu. She was able to answer her.
Yesu akamjibu, Hallelujah, because he told her, akamwambia, that well you are drinking from, kisima ambacho unakunywa maji whoever kutoka, drinketh of this water yule ambaye atakunywa shall kisima thirst again. ataona kiu tena, But whoever drinketh of the water that I shall give him lakini atakayenywa katika kisima ambacho atakupatia shall never thirst again. hataona kiu But tena. the water that I shall give him Yale maji ambayo utakampatia shall be in him a well, itakuwa ndani yake a chemichemi, well of water, chemichemi ya uzima springing up inayobubujika into the everlasting life. katika uzima wa milele. There is a level that we need to immerse ourselves with God. Kuna hatua nyingine yafaa tuzame ndani ya There is a Mungu. level that we need to walk with God Kuna hatua ambayo tunafaa tutembee na Mungu until ourselves we become wells tuwe visima sisi wenyewe, that people can drink from us. watu wanaweza kunywa kutoka kwetu. When we drink of Jesus, Kinywa kwake Yesu, out of us ndani life shall come. uzima utatoka. You shall not be giving things that are just empty, Hautakuwa unatoa mambo ambayo hayana faida, but out of you lakini ndani yako life shall come forth. uzima utatoka. Those are 6 layers. Hizo ni viungo 6, We all need to deal with them. tukaweze kushughulikia. Praise the Lord. Amen. Because as Christians, Kama Wakristo we need to go beyond our families. ni lazima tupite juu ya We familia need to zetu, go beyond our tribes. tupite kabila zetu, You need to get saved at such a level tuokoke na tupite hiyo level zote, that even people don't remember your tribe. hata watu hakukumbuki kabila yako. Hallelujah. Amen. That you are able to walk beyond. Ya kwamba wewe umepita, The blood of Jesus damu ya Yesu Kristo transcends beyond your background. ambayo imepita historia That yote, you become like Melchizedek. uwe kama Melkizedeki. The Bible Na says Biblia inasema that man was kind of an everlasting kind of a priest. huyu mtu aliishi milele na milele, They forgot who he was. walisahau yeye ni nani. Praise the Lord. Amen. It is possible Unawezekana that you can transcend ya kwamba unaweza pita beyond those narrowness mambo yote ya kuwa changa and remove all those layers. na kuondoa viungo zote, This 6 is in number na ni 6 katika idadi, because of human number. kwa sababu ya idadi. The layers must be broken Viungo hizi zote lazima zivunjwe, because they hide, as it were. kwa maana zinaficha, They hide your spirit. inaficha roho yako. God would like to connect with your spirit. Mungu angetaka kujiunganisha na roho God yako. would like to touch your spirit. Mungu angetaka kuguza roho yako. But these layers, Lakini viungo hizi, when the word of God comes, wakati neno la Mungu linakuja, bounces back. inarudi nyuma, It is unable to penetrate haiwezi kapenya for you to conceive ili ukaweza the kuzaa things of God mambo ya Mungu in your life. katika maisha yako. Hallelujah. Amen. So you can be there Unaweza kuwa in pale, the church, but if you allow a layer to be over you, lakini kama utakubali viungo vitengenezwe that ndani yako, layer is like it bounces the word. hiyo inapinga neno la, It makes you not to have faith. inasababisha usiwe na imani, It continues enabling you to walk in doubt. inakusaidia kuendelea katika shaka, It continues helping you to walk in deception. inakusaidia kuendelea katika uongo. But today in Jesus' name, Lakini siku ya leo katika jina it la is Yesu, your day to meet the 7th month. ni siku ya 7 ya kukutana na The mtu. 7th month. Ni siku ya kukutana na mtu. Hallelujah. So that once you encounter with him, Ukikutana na yeye, your life will never be the same again. maisha yako And that is itabadilika. what Jesus said. Na Yesu akasema, The time is coming. wakati waja The hour come. na saa ndio And hiyo, now is na ni sasa when the true worshippers ya kwamba wale ambao shall worship the Father wataabudu Mungu in spirit. katika roho, Mark, the spirit is small s. na wajue kwamba hiyo roho ni herufi kubwa. Whenever you see a small s, Ukiona herufi it ndogo, means the spirit of man. herufi ndogo inamaanisha And roho ya in mtu. truth. Na katika kweli, So if you have been preaching about that word, please know it's the spirit kama who shall worship in spirit. kama ukikuwa ukihubiri hiyo neno, ujue ya kwamba ni herufi gani unatumia. It is not the spirit of God. Sio roho ya Mungu. It's that they shall worship in spirit, Wataabudu katika roho zao, in their spirit, katika roho zao and in truth. na katika kweli. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. For the Amen. Father seeketh such to worship. Kwa maana Baba anatafuta waabuduo But kama verse hao. 24 talks about now the Holy Spirit. Lakini mstari wa 24 unaongea kuhusu Roho Mtakatifu. God is a spirit, Mungu ni roho, and they that worship him na wale ambao wanamwabudu must worship him. watamwabudu Again in small s, katika roho ya mwanadamu, in spirit katika roho ya mwanadamu and in truth. na katika kweli. Hallelujah. Amen. And that way now you'll be able to walk
Na katika njia and you hiyo shall not struggle utatembea na in your hautang'ang'ana Christian life. katika maisha yako ya If you Ukristo. can hear me, can you say amen? Kama unanisikia Can sema you give the amen. Lord a good hand in Jesus' name? Tupigie Bwana makofi. Let's be uprising as we conclude our service today. Tukainuke In tunapomalizia. the name of ibada yetu. Jesus Christ. Amen. Rindarabo shakarabosika. Lord, we bless your name. We glorify your name. Raise up your hands before the Lord in Jesus' mighty name. Ribo shakarabosika. Allow all the layers, if there is any one of the layers that you see in what God has spoken to us, kama kuna jambo ambalo limefunika moyo wako, you are unable to walk in faith as you should, you are telling God, help me God, help me God, in the mighty name of Jesus Christ. It could be prejudices, the prejudice that you have. You have some discrimination. You discriminate against people. Yes. It could be some misconception. Understanding gospel. Not in the spiritual realm, but in carnal realm. It could be a sinful life you have been going through. Yes. It could be a religious background that you need to deal with. It could be some religious arguments or family or generational issues. Just raise up your hands before the Lord and you tell God, may you deal with me, deal with my heart. I want to worship you in my spirit. I want to worship you with depth. Nataka niweze kuingia katika undani, katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Nataka niweze kuingia kwa undani, katika imani yangu, katika jina la Yesu Kristo. I don't want to be shallow in believing God. I want to believe God with the whole of my heart. Yes, I want to submerge myself, to purge myself, the whole of myself in your faith, to worship God. There are things that you need to deal with for you to go to the next level in your faith. There are things that we need to deal with as a church. Yes, so that we can go to the next level. Our Father and our God, we come to you today. We remove every form of doubt. Anything that causes doubt in our lives, that we are not able to walk in your miracles and signs and wonders. Any layer in our lives, we peel it off. We remove it now in the name of Jesus Christ. We want our spirit to be bare before you. We want our spirit to be accessible to your Holy Spirit. May you access us, oh God. Access our spirit. The Lord, you may be able to come to us and conceive, your Holy Spirit to conceive with us that which comes from heaven. In the mighty name of Jesus Christ. I release your miracles now. I release your signs and wonders. I release healing now in the lives of your people. Whatever has been blocking faith in our lives, we bear it off. We remove it now in the name of Jesus Christ. Every prejudice, every religious arguments, every religious backgrounds that blocks our lives not to be able to walk with God in the right manner, we remove it, oh God. We want to walk, because we see when the woman received the gospel, when all the layers were removed, he left everything that she had and ran to the city. Lord, that which is blocking us not to serve you with clarity, not to serve you with the whole of our hearts, that which is blocking us, oh God, may you remove it. Remove it from our eyes, that Lord, we may be able to serve you. As she went to the city, she brought a change. Help us to cause changes in wherever we are, in our lives. Help us to cause changes even in our families and in our localities. We thank you, bless your name.